Niite Zena, binti wa tatu kuzaliwa kwenye familia ya watoto watano. Familia ambayo ilijaliwa watoto wa kiume 2 na wa kike 3. Katika watoto wa kike, mimi ndo nilikuwa mkubwa kuzaliwa, lakini kwa ujumla mimi ni mtoto wa 3, kwani kaka zangu walitangulia kuzaliwa kabla yangu. Nimezaliwa mkoani Arusha, mkoa ulio na kila aina wauni, mkoa ambao lugha zao kama ni mgeni utatoka patupu kabisa. Nikiwa naongelea wauni wa Arusha, naomba na mimi niwepo jamani. Kwanza kabisa nikubali kuwa nimekuwa binti mkorofi sana. Mara nyingi niliigiza kama mtoto wa kiume na hata mavazi nilipenda kuvaa mavazi ya kiume. Mama na baba yangu wamekuwa watu wa kunipigia sana kelele. Upande wa baba yangu amenipiga sana ili niweze kubadilika, lakini nimeshindwa. Kama mtu anafanikiwa kuona mwili wangu vizuri, lazima ashtuke kutokana na makovu mengi sana ambayo nilikuwa nayo mwilini. Zena mimi sikuwahi kuingia kwenye mahusiano hata mara moja. Mara nyingi nilijiona kama mwanaume, ingawa nilikuwa na mwili mzuri sana wa kike ambao mtu akiniangalia lazima nirudie mara 2. Ukirudi usoni pia ndio kabisa. Mimi ni mlembo hatari. Ukija kwenye mashavu lazima ukutane na dimples za umidimpo. Warai sijisifi mimi ni mzuri, ila ndio hivyo bana. Nimechagua maisha ya kiume. Kwenye maisha yangu bangi ni kitu cha kawaida tu. Shughuli ya ukishandu naiweza sana tu. Naifanya kuliko kawaida, sio kwenye ukishandu tu. Mimi hata kuvamia na kuvunja naweza. Achaneni na maelezo sasa. Njooni huku mkaone jinsi gani tomboy mimi nimekuja kuangukia kwenye penzi zito la bosi wangu. Ikiwa ni siku ya weekendi, yani siku ya mapumziko kwa wale ambao wana kazi za kueleweka, lakini ukija kwa upande wetu sisi ni kutafuta hela ambayo hatujui nani alipoteza kwetu, ni kazi juu ya kazi tu. Kama kawaida, nikatoka nyumbani na kutoroka na kuingia zangu mtahani. Safari yangu ilikuja kuishia kwenye kitengo chetu ambacho hapo mtaani kijulikana kama damu chafu, roho mbaya. Zei, ni aje? Alisalimia mmoja wauni pale aliponiona tu. Niligeuka na kumpa 5 kisha nikamuuliza, dawa napata au? Dawa kama kawaida Zei. Sema leo nina kadiri fulani hivi. Kwa haraka naona uwezi kuferi. Haraka nikakaa pembeni yake. Kwa wakati huo akili yangu ilikuwa inawaza mchongo wa pesa tu na sio kitu kingine. Baada ya kukaa, kwa sauti ya upole nikamuuliza, dili gani tena hilo? Sema liwe la pesa. Usije niletea madili ya ushubwada, sitakuelewa. Basi kijana wa watu akaanza kunipa maelekezo pale. Baada ya kumaliza nilijikuta nikifurahi sana. Lilikuwa dili moja kubwa sana, dili ambalo nikipata tu pesa hiyo nabadilisha maisha yangu na familia kiujumla. Majira ya saa 7 usiku, mimi na kikundi changu cha watu 5 tulionekana nje ya jumba moja kali sana la kifahari. Jumba hilo ukiliangalia tu nje unajua kabisa wanaoishi humu ndani ni watu wa pesa zao. Tukiwa tumeficha sura zetu kwa maski, tulianza kuingia mdogo mdogo. Muda huo tulipulizia dawa ya usingizi kila kona. Kwa upande wetu tulitumia vifaa maalum kwa ajili ya kuzuia dawa isiweze kutuzuru. Tulifanikiwa kuingia ndani kabisa ya nyumba na dawa ya usingizi ilifanya vizuri kabisa. Kwani wamiliki walilala fofofo, utazani wamepoteza maisha. Lengo letu lilikuwa ni kuingia kwenye chumba ambacho tajiri wa nyumba hiyo alikuwa akihifadhi mali zake. Kwa kuwa tulikuwa na ramani nzuri, tuliweza kuingia pasi na vikwazo. Kuna watu wana mali bana. Kwanza nilikuwaga najua watu wenye mali huwa wanapeleka benki. Kumbe sio wote. Tajiri huyu alikuwa akihifadhi kwenye chumba hiko maalum ambacho bila password huwezi kuingia. Tulienda tukiwa tumeshajiandaa. Tulikuwa na begi moja mkubwa sana na tulitumia kujaza pesa. Baada ya kumaliza kwa haraka tukaanza kutoka. Kwa upande wangu nilibahatika kuona cheni nzuri ya dhahabu, hivyo nilirudi na kutaka kuichukua. Zei, tusepe wewe, alizungumza mmoja kati ya wezi wenzangu. Nakuja, nilijibu na kuendelea kuvuta cheni hiyo ambayo ilikuwa imebanwa na kabati. Katika 1 na 2 bana, wenzangu wakatoka nje na mimi mlango ukajifunga na kufungua kwake ni nje, tena kwa kutumia kodi. Nilitamani kupiga kelele ili kuwastua, lakini nilishindwa kutokana na kuhofia kusikika na kuwahusika, alafu nikakamatwa.
Nilitulia na kujipa moyo na kuamini kuwa wenzangu watakuja kunifungulia. Waswahili husema kuwa siku za mwezi ni 40 na fikiri zangu zimefika. Niliona kabisa ninavyokamatwa na kuingia sehemu mbaya zaidi. Mwisho nilipata wazo la kipuuzi sana la kujifungia kwenye moja ya kabati, huku nikijiambia kuwa nitatoka asubuhi pale tu wahusika watakapokuja kuingia kwenye chumba hiko. Ila ni kama akili yangu ilifika mwisho hivi. Yaani nawezaje kutoka wasinione jamani? Baada ya kuwaza kwa muda mrefu, nilijikuta tu nikipitiwa na usingizi. Maizangu, usingizi hauna bondia. Hatimaye siku 3 zilipita nikiwa nimekwama kwenye chumba hicho. Niliteseka na joto, njaa na maji. Imani yangu ya kuwa kuna mtu anaweza akaja kunifungulia ili nisaliti bana, na kunifanya niteseke ndani ya siku 3. Nikiwa sina nguvu kabisa, natetemeka kwa ajili ya njaa na kiu, nilisogelea mlango na kuanza kugonga kwa nguvu sana. Kwa wakati huo nilikubali kuwa liwaro na liwe tu, ila sio kufa kizembe kwenye nyumba ambayo sitambuliki kabisa. Baada ya muda, mlango wa chumba hiko uliweza kufunguliwa na uso kwa uso nikakutana na mmiliki wa nyumba hiyo. Alikuwa ni mbaba wa makamu. Sura yake tu iliniogopesha, maana alikuwa na sura ya personali kabisa. "Wewe ni nani na umefuata nini hapa?" Mbaba huyo aliniuliza huku akizungusha shingo yake kwa kuangalia huku na huku. "Maji," nilizungumza kwa sauti ya kukata tamaa kabisa. Mbaba huyo aliweza kugundua kuwa kuna uhalifu umefanyika. Alichofanya ni kupiga haramu yake maalum ambayo alifunga nyumbani kwake kwa ajili ya ulinzi. Polisi hawakuchukua hata nusu saa, wakawa wameshafika kwenye eneo la tukio. Nilibebwa kama mhalifu na kufikishwa kwenye kituo cha polisi. Kwa wakati huo sikuwa na nguvu hata kidogo. Njaa na kiu viliendelea kunitesa. Nilijaribu kuomba chakula na maji, lakini sikusikilizwa hata kidogo. Niseme kuwa niliyakanyaga, kwani mbaba ambaye tulimuibia ni mtu mkubwa sana kwenye kitengo cha usalama. Hivyo nilishikiliwa vilivyo. Mwanamke ni mwanamke bana. Mwili wangu ulishindwa kabisa kuvumilia njaa na kiu ya hali ya juu ambayo nilikuwa nayo, na mwisho nilijikuta nikipoteza fahamu. Walijaribu kuniamsha lakini ilishindikana. Mapigo ya moyo wangu yalisikika kwa mbali sana. Hivyo haraka nikawaishwa hospitali. Nilipatiwa huduma ya kwanza pale na kutundikiwa dripu ambalo lilinisaidia sana kwenye kurudisha hali yangu kwenye usawa. Baada ya muda nilipatiwa chakula. Nilikula utazani nimeambiwa sitakula tena. Nilikula haraka haraka kana kwamba nilikuwa kwenye mashindano. Baada ya kushiba na kukaa sawa, nilichukuliwa na kurudishwa kituoni kwa ajili ya mahojiano, kwani hospitali sikuonekana kuwa na ugonjwa wowote ule. "Binti, pesa zimeibiwa lini? Na mlikuwa wangapi?" aliniuliza mkuu wa askari kitengo cha upelelezi. Niliguna na kubaki nikiwatorea macho huku nikijifanya kutokuelewa kile wanachoniuliza. Baada ya kuona kuwa nipo kimya, askari huyo akaniuliza tena, "Ulikuwa na kina nani?" Baba. Ila mimi jamani, niliamua kujifanya bubu tu, maana kuwataja wenzangu ni mbaya kabisa. Polisi huyo alishusha pumzi ndefu kisha akatoka nje na kuniacha mwenyewe tu. Nilibaki nikitabasamu na kuamini kuwa nimeweza na hakuna ukweli wowote ule ambao wataupata kutoka kwangu. Baada ya muda, polisi yule alirudi na polisi mwenzie ambaye pia ni babu. Walai waliniweza. Kwa upande wangu sijui hata kuongea na bubu, alafu wananiletea bubu wakiamini kuwa tunaweza kuelewana. Niliamua kuwa jeuri tu. Sikuzungumza kwa maneno wala kwa vitendo, nilibaki kimya tu. Siku ya kwanza ilipita nikiwa nimelala mahabusu. Muda wote niliwaza jinsi gani naweza kutoka kwenye matatizo mazito kiasi hiki. Akili yangu ilihisi kuchanganyikiwa. Pesa ambazo waliondoka nazo wenzangu zilikuwa ni nyingi mno na kufanya kesi yangu kuwa nzito kwa hali ya juu. Majira ya saa 3 asubuhi nikaingizwa tena kwenye chumba cha mahojiano. Safari hii alikuwepo na mhusika mkuu, yani mbaba yule ambaye tumemuibia. "Binti, unijui sikujui. Hivyo basi usinifosi kufanya mambo ambayo sitaki kabisa kufanya kwako. Wewe ni binti mdogo sana
Nikikupa adhabu hata moja, nina uhakika kuwa stori yako ya maisha itafutika. Aba. Niliendelea kuigiza kama bubu, huku nikiamini kuwa ndio njia pekee ambayo itanisaidia kuwa salama. Bwana we, kuna watu hawataniwi hata kidogo. Nilijikuta nikichezea kichwa kimoja cha pua, kilichosababisha nianze kutokwa na damu puani. Mr. Mbilinyi, huko ni kuumiza, alizungumza askari yule ambaye alijulikana kama Vero. Vero, huyu sio bubu. Aliomba chakula nyumbani kabla ya kufika hapa kituoni, alizungumza Mr. Mbilinyi na kushika shingo yangu. Wow, huyu baba ni muuaji sio bure. Yaani ananikaba pasi na kuwa na huruma hata kidogo. Alinikaba pasi na kujali kuwa mimi ni mtoto wa kike. Mkabo ulikuwa ni wa kutoana roho kabisa. Nilikosa hata pumzi. Nilijikuta nikianza kurusharusha miguu yangu huku na huku. Zena, utakufa kizembe. Nafsi yangu iliamua kuzungumza nami kwa jaziba, nikaropoka. Nasema, kitendo cha mimi kuzungumza ni kama kiliniponya hivi, maana mbaba yule aliniachia kwa kunisukuma kwa nguvu sana. Zena, mimi nilikooa kama sina akili nzuri. Baada ya kutulia nilirudishwa kwenye kiti na kuulizwa maswali kibabe sana. Unaitwa nani? Nilitamani nisijibu, lakini nilikumbuka kifinyo nikajikuta mwenyewe nikijibu. Naitwa Zena. Zena maandazi au vitumbua? Naitwa Zena Malik. Unakaa wapi na unajishughulisha na kazi gani? Basi, niliandikisha jina langu pale pamoja na kila kitu ambacho kinanihusu. Zena, ulifikaje kwenye nyumba ya Mr. Mbilinyi? Nilijikuta nikiwa mpore sana. Nilitamani niseme kitu, lakini nilifikiria jinsi ambavyo waliniacha mwenyewe pasi na kuja kunifata. Yaani hawakunifata hata kidogo, wameniacha niteseke mwenyewe tu. Nitasema kila kitu, nitaongea ukweli mtupu. Kiukweli sisi tumepewa kazi na mdogo wako wewe. Namaanisha Sudi Mbilinyi. Sudi ndio mtu pekee ambaye alitutajia kodi za mlango ule, lakini pia na ramani nzima ya nyumba yako. Nilitoa maelezo yote ambayo nilikuwa nikiyajua. Baada ya mahojiano kuisha, nilichukuliwa moja kwa moja na kwenda kutupiwa kwenye mahabusu. Niliwaza na kuwazua huku nikijiuliza, nini mwisho wangu? Je, maelezo yangu yatasaidia au la? Baada kama ya lisaa moja kupita, familia yangu iliweza kuwasili. Alikuja mama, baba pamoja na kaka yangu mkubwa. Mama, nilimuita mama yangu kwa sauti yenye kilio ndani yake. Mie muhuni, lakini hii kesi ilinipa uoga sana. Kesi ilinipa wasiwasi wa hali ya juu. Kiasi cha pesa ambacho kilikuwa kimeibiwa kilikuwa kikubwa mno. Siwezi hata kukitaja kwa kweli. Koma wewe na ufunge mdomo wako kama bakuli lililokosa mfuniko. Imagine nimemuita mama, lakini nimepokea jibu moja matata kutoka kwa baba yangu. Babangu ni mtu ambaye hapendi utani wala ujinga kwenye mambo ya serious. Baada ya kufuata taratibu zote, niliweza kupata nafasi ya kuzungumza na familia yangu. Kwa wakati huo sikuwa na ujanja, niliamua kufunguka ukweli wote kutoka kwa familia yangu ili waweze kujua jinsi ya kunisaidia. Kwanza kwenye maongezi tu, niliweza kupokea mabao kadhaa kutoka kwa baba yangu. Muda wote huo, mama yangu alikuwa kimya akiniangalia kwa macho ya huruma sana. Baba, nisaidie nitoke hapa. Nilizungumza kwa sauti ya utaratibu sana. Zena, kaa kimya. Nimesema kaa kimya. Yaani niambie hizo milioni 100, sijui 200, tunazitoa wapi, Niambie kama umeficha mahali. Tuchukue, tujue tunakusaidiaje. Baba, sina hata pesa. Stori niliyowapatia ndio ukweli mtupu. Baba yangu alishindwa kabisa kuniamini, alibaki akiniangalia kwa macho makali sana. Baada ya miezi 3 kupita, Sudi Mbilinyi aliweza kupatikana. Lakini pia sio Sudi tu, hata wale ambao nilikuwa nao siku ya tukio waliweza kupatikana. Nisiwe muongo, jera ilijua kuninyoosha sana mimi. Nilipauka mno, ngozi ilinyauka, utazani mboga zilizopigwa na jua kwa muda mrefu.
Yote kwa yote nashukuru Mungu kwa upatikanaji wa wenzangu. Ulinisaidia mimi kutoka gerezani na kuwa raia wa kawaida tu. Naweza kusema kuwa gerezani kulijua kunibadilisha tabia. Nilijikuta nikiwa na heshima ya hali ya juu. Baadhi ya majirani walinicheka na kunikebei, lakini niliona kuwa nastahili yote kutokana na maisha ambayo niliishi hapo mwanzo. Ikiwa ni siku ya Jumanne, niliamka asubuhi na mapema na kufanya shughuli za hapa na pale kwa ajili ya kuweka mazingira ya nyumbani vizuri. Gerezani pamejua kukunyoosha bwana, alizungumza baba yangu ambaye alinikuta sebleni nikifutafuta vumbi. Nilishia kumwangalia tu. Nisiwe muongo, familia yangu ndio chanzo kikuu cha mimi kutoka gerezani. Walihangaika huku na huku kuhakikisha kuwa napata kufika uraiani kwa mara nyingine. Baba yangu ananisema tu, lakini alikuwa akikosa usingizi kabisa. Nikiwa nimeganda na mwangalia baba yangu, ghafla baba yangu akanigeukia na kuniambia, achana na hizo kazi sasa hizi. Shangazi yako mama Manka anakuja, mnaenda wote da. Nilijikuta nikiangusha kitambaa nilichokuwa nimeshika mkononi. Walai habari hiyo ilinishtua sana. Kwanza ilikuwa ni ghafla sana. Cha pili ni kwamba sikuwahi kufikiri kutoka nje ya Arusha hata siku moja. Katika hangaika zangu zote, sikuwahi kuwa na ndoto ya kutoka katika mji wangu. Lakini baba, sijajiandaa kabisa. Hujajiandaa kwamba unajilipia mwenyewe au? Binti, ingia chumbani kwako na ukajiandae kabla shangazi yako hajafika. Nilihisi kuishiwa nguvu kabisa. Nilitamani kukataa lakini nilishindwa. Nafsi yangu ilinisuta na kuniambia kuwa siku moja niwe na wasikiliza wazazi wangu. Baba, lakini nguo zangu ni chafu. Baba aliniangalia kwa muda kisha akanijibu, haina haja ya kubeba nguo. Tena haya mavazi yake ya kiuni ndo sitaki kabisa kuona ukiwa umevaa. Baba aliniweza bana. Nilishindwa kukataa, hivyo nikaachana na kazi niliyokuwa nikifanya na kwenda kujiandaa. Safari hii ni mimi tu ndo nilikuwa sifahamu, lakini ndugu zangu wote walikuwa wakijua. Walishaandaa na begi kabisa kwa ajili yangu. Kwa mara ya kwanza Zena mimi nikavaa dera. Kwa upande wangu nilijiona kama kituko, lakini ndugu zangu wote walinisifia kwa kusema kuwa nimependeza sana. Shangazi na mama Manka waliweza kufika na kukuwa na muda wa kupoteza, hivyo mimi na shangazi yangu tukaondoka. Safari yangu ilikuwa ni ya huzuni sana. Nilikuwa kimya muda wote. Mimi na shangazi yangu, yani mama Manka, ni chui na paka, na hii yote ni kutokana na tabia zangu za kiuni ambazo nilikuwa nazo. Kwa uwezo wa Mungu, mimi na shangazi yangu tuliweza kuwasili jijini Dar es Salaam. Warai walikuwa wakilisifia sana hili jiji. Hawakukosea kabisa. Ni jiji zuri sana, lilinivutia sana. Shangazi hakukuwa akikaa mbali sana na Mbezi, hivyo tuliweza kufika nyumbani kwake ambapo ni Kinyerezi mwisho. Karibu Zena, alizungumza shangazi wangu huyo huku akinionyesha sehemu ya kukaa. Asante, nyumbani kwako pazuri. Niliitikia, lakini pia nilisifia kutokana na uzuri wa nyumba yake. Upaangalie hivi sasa, usije ukaniibia maana sitakuelewa. Sawa, nilikuwa na tabia za hovyo, lakini shangazi alichofanya ni udhalilishaji, maana aliongea mbele ya watoto zake ambao nimewapita umri. Kwa aibu ya hali ya juu, niliishia kujichekesha, lakini pia kuangalia chini. Moja kati ya watoto wa shangazi yangu akauliza, huyu ndio Zena mwizi alikuwa gerezani? Nilijikuta nikiumia zaidi jamani, yani moyo uliuma kuliko chochote. Sikuwahi kufikiri kuwa kuna siku tabia zangu zitaniingiza kwenye mzaliliko wa hali ya juu kama huu. Wiki nzima ilipita nikiwa kwa shangazi yangu. Niliendelea kuwa mtulivu na mtiifu kwenye nyumba ya shangazi yangu. Kwa wakati huo nilikuwa bize na kujifunza mapishi, kwani sikuwa nikijua kupika hata kidogo. Yani mimi makuzi yangu nilikuwa mtukutu sana, hivyo kuna stage niliruka. Nilijitahidi sana kuishi maisha ya kawaida kama wasichana wengine. Kuna muda nilikuwa mpaka najishtukia kulingana na jinsi ambavyo natembea.
Sikuwa na mwondoko wa kike hata kidogo. Tembea yangu ilikuwa ni ya kiume, yani nilikuwa nikitembea kwa kudunda, lakini pia nilikuwa nikipinda kwa upande mmoja. Kwa wakati huo nilikuwa na vitu vingi sana vya kujibadilisha. Vingine vyote niliona kuwa naweza, isipokuwa hii ya kuacha kuvuta bangi. Walai katika zoezi lilikuwa gumu, basi ni hili. Kuna muda nilikuwa nikikosa bangi na kuwa kama mgonjwa hivi. Mwezi mmoja ulipita nikiwa kwa shangazi yangu Mama Manka. Mtaani nilianza kuzoeleka na kila mtu alikuwa akiniita Zena na sio Zei kama ambavyo Arachuga walikuwa wakiniita. Ikiwa ni majira ya usiku, mimi na familia nzima ya shangazi tuliungana mezani na kuanza kupata chakula kwa pamoja. Kila mtu akiwa biza na chakula chake, shangazi akazungumza. Zena, upake vitu vyako, kesho unaenda kuanza kazi. Warai nilipariwa, yani wananifanya kama mpira vile, leo huku kesho kule. Jicho lilinitoka, utazani nimeona kitu cha ajabu. Kwa sauti ya kupaniki nikauliza, kazi gani na wapi? Hata nikikutajia huwezi kupajua. Kuhusu kazi, ni kazi za ndani, yani house girl. Nilijikuta nikiuliza kwa jazba sana. Shule ulikimbia, unatarajia kupata kazi gani? Shangazi, mimi siwezi kulea watoto. Nilijikuta nikiropoka tu. Shangazi, bado sijajua kupika, please usinipeleke, utajifunza huko huko. Wao, nyie, ushawahi kulia bila sababu ya msingi. Nilijikuta tu nikikosa hamu ya kula na kuamka kilio kama mtoto mdogo. Walai hali ilikuwa ngumu sana. Niliwaza nitaenda kuishi maisha gani mie. Siku iliyofuata mimi na shangazi tuliongozana, safari ikiwa ni kunipeleka mimi kwenye nyumba ambayo nilipata kazi. Ilikuwa ni maeneo ya Mbezi Beach. Ilikuwa ni sehemu tulivu mno, sehemu ambayo haikuwa na kelele hata kidogo. Tulifika kwenye nyumba husika na kabla hatujaingia ndani nikazungumza. Shangazi, huwezi kuniacha humu ndani mwenyewe. Shangazi, huku naenda kuteseka tu. Ukateseke tu kwa kweli, labda utajifunza. Shangazi, nionee huru. Kabla sijamaliza sentensi yangu, geti la nyumba hiyo lilifunguliwa na uso kwa uso nikajikuta na mlinzi ambaye umri wake ulisogea kidogo. Shikamoo. Nilimpatia heshima yake kama ambavyo nilitakiwa. Maraba, niwasaidie nini? Aliuliza mlinzi huyo. Sisi ni wageni wa Bosi Dula. Huyu ni binti yangu anaitwa Zena na mimi ananijua kwa jina la Mama Manka. Karibuni sana. Taarifa za ujio wenu ninazo. Basi tuliingia ndani kabisa ya nyumba. Kuna watu wanaishi bana. Yaani hilo jumba utazani wanaishi familia kubwa. Nilibaki nikiangalia huku na huku. Akili yangu iliwaza mbali sana. Nilijikuta nikipata wasiwasi sana na kujiambia kimoyomoyo, toroka tu, huwezi kumudu hii nyumba, utazalilika. Akili ipo attention, halafu miguu inagoma kukimbia. Nyie, hata sijui huni ulienda wapi. Yaani nimekamatika kiukweli. Siwezi hata kujitetea. Ni huzuni yani. Moja kwa moja tuliingia kwenye sebule ya nyumba hiyo. Nilijikuta nikitoa macho utazani nipo gizani. Kulikuwa na vitu vya thamani sana, ambapo kitendo tu cha kuona nilidata na akili yangu ya kuviba ikanijia. Ila mjasiri aachi asiri. Nilijikuta tu nikitamani kuendelea kubaki mwenyewe kwenye nyumba hiyo ili niweze kupata vitu hivyo. Nilipiga mahesabu ya mbali sana. Kwa wakati huo nilisahau kabisa kuwa nilishawahi kwenda gerezani kwa ajili ya wizi tu. Mtanisubiri hapa nikamuite bosi, alizungumza mlinzi, kisha akapanda ngazi na kwenda juu. Sasa jichanganye umuibie huyu mwanajeshi, alizungumza shangazi baada ya kuona kuwa tumebaki wenyewe tu. Kwa wakati huo ni kama alikuwa akipiga mbuzi gitaa vile. Akili yangu ilikuwa mbali sana. Nilikuwa nawaza jinsi ambavyo nitakuwa nikitoka na vitu humo ndani. Shangazi alipoona kuwa nipo kimya, akanitikisa na kuniuliza, unanisikia wewe Nguchiro? Kwa wakati huo sikuwa Zena yule mpole, hivyo nilijikuta nikimjibu shangazi kibabe sana. Acha kuniita majina, nitakutifua sasa hivi. Kwanza shangazi alishtuka sana warai.
Hakuamini kabisa kama naweza kumjibu hivyo, tena kwenye nyumba ya watu. Shangazi aliniangalia kwa muda, lakini kabla hajasema kitu, bosi alikuwa ameshawasili kwenye eneo hilo. Wow, huyu nikimwibia atanipasua ubongo walai. Bosi alikuwa amejazia hatari. Kifua kimejibu, kipo juu tu kudadeki. Bado ameenda hewani. Kiufupi, mwonekano wa bosi wangu ni ndoto ya kila mwanamke isipokuwa mimi. Ndoto yangu ilikuwa ni kuiba tu na kusepa. Mama Manka, karibu sana, alizungumza bosi huyo, akionyesha kujuana sana na shangazi yangu. Asante bana, I hope hatujachelewa sana. Amna bwana, mmewahi sana, sikutarajia kama muda huu mtakuwa hapa. Tumedamka. Mwanangu hapa alikuwa ananihimiza sana, alikuwa anaona kama anachelewa vile. Ila shangazi muongo nye. Karibuni sana ise. Basi makubaliano yalifanyika pale na kisha tukasaini mikataba na kuweka mambo sawa. Baada ya kila kitu kukaa sawa, shangazi hakuwa na kitu cha ziada, hivyo akaaga na kuondoka zake. Kwa upande wangu nilichukuliwa na bosi Dura na moja kwa moja nikapelekwa kwenye chumba changu. Wao, nyie chumba ni kizuri sana. Chumba kina sifa zote za mwanamke aliyekamilika. Chumba kilijua kujitosheleza jamani. Nilikuwa na dressing table kubwa sana ambayo ilikuwa na kila aina ya manukato na vipodozi. Jisikie uko nyumbani Zena, alizungumza bosi Dula huku akiniachia tabasamu pana kabisa. Asante bosi. Sasa nafikiri ukaoge zeni uje chini upike. Yaani najisikia kula pilau leo. Nashukuru umewahi kufika. Huyu naye anaanza mambo ya pilau, si mzaliliko huu. Walai katika chakula ambavyo sikuwahi kujifunza, basi ni hii pilau. Yaani sijui hata jinsi ya kuanza. Sawa, nilitikia na huku nikiwa sijui nini nitafanya. Moja kwa moja nikaungia zangu bafuni. Kwa kuwa nilikuwa nimepaniki, nilijikuta nikiwasha hita ya maji ya moto pasi na kujua kwani ni mambo mageni kwangu. Polepole nikaanza kupunguza nguo mwilini mwangu na mwisho nilimaliza kabisa. Nilisogelea bomba la mvua na kufungua maji. Ghafla nikapiga kelele. Sijui kwa wakati huo bosi wangu Dula alikuwa wapi, lakini hakuchukua muda mrefu kufika bafuni na aliingia pasi na kupiga hodi na alinikuta nikiwa mtupu. Bosi Dula alisogelea bomba na maji na kulifungua kwa haraka sana, kwani ndio yaliniunguza sana na kunifanya nipige kelele. Kwa maumivu ambayo nilikuwa nikiyasikia, sikuwaza utupu wangu hata kidogo. Kwa haraka bosi Dula akatoka na muda huo huo akarudi akiwa na taulo. Kwa utulivu akanifunika na kuniambia, pole sana Zena. Asante, niliitika kwa sauti ya kutaka kulia. Nilikuwa nikisikia maumivu ya hali ya juu, lakini sikuwa na namna zaidi. Nilijikaza ili nisilie mbele ya bosi wangu ambaye ndio kwanza tumeonana. Kwa utaratibu bosi Dula akanishika mkono na kunipeleka moja kwa moja mpaka kwenye kitanda changu. Nakuja, alizungumza bosi Dula kisha akatoka nje kwa mwendo wa haraka sana. Baada ya dakika kama 6 hivi, bosi Dula alirudi akiwa na chupa ya asali. Moja kwa moja akanisogelea na kuniambia, hii itakusaidia. Kisha bosi Dula akakaa nyumba yangu na kutaka kunitoa taulo ambalo lilitumika kunistiri. Nitapaka mwenyewe tu. Nilikuwa nikimzuia tu, maana kaibu kalianza kushika nafasi yake. Nilijikuta nikiona aibu ya hali ya juu kiasi kwamba nilishindwa hata kumwangalia bosi usoni. Zena, hebu tulia basi. Huku mgongoni utajipakaje? Wewe acha nikusaidie. Ukiangalia ni kweli nilikuwa nimeungua mgongoni na sio rahisi mtu kuugusa mgongo wake. Hivyo ilikuwa lazima bosi Dula anipake, kama sio yeye basi ni mlinzi. Nilitulia tu na bosi Dula alianza kunipaka asali ile mgongoni mwangu. Alipaka kwa utulivu wa hali ya juu, lakini pia alitumia mdomo wake kwenye kunipuliza ili kupunguza maumivu kiasi. Asante, nilimwambia baada ya yeye kumaliza kunipaka asali. Upumzike sasa, wacha nikapike tu pilau langu mwenyewe.
Usijali boss, nitapika. Niliamua tu kujikosha, lakini kiukweli nilifurahi sana kusikia kuwa anaenda kupika mwenyewe. Pumzika tu, kazi utaanza kesho. Leo wacha tusikilizie hali yako kwanza. Asante sana bosi. Niite Dula au kaka Dula, hiyo tu inatosha sana. Ila mimi sijui nimeanza kuwa na tabia mbaya. Yaani mkaka wa watu yuko bize kuniongelesha, lakini mimi macho yangu yako bize kabisa kwenye suruali yake. Kwa wakati huo, Dula cha ukorofi alikuwa amesimama dede. Dula mpole alihangaika sana kumficha, lakini ndio hivyo, ukorofi wa Dula mdogo ulinifanya nimuone, na hapo akanifanya nimwangalie sana. Ni kama bosi wangu aliweza kugundua hivi, haraka akatoka nje. Nilijikuta nikiachia kicheko cha hali ya juu, yani sijui nilikuwa naonaje. Kwa historia fupi kuhusu maisha yangu, sikuwahi kuwa na mahusiano warai. Mara nyingi nilikuwa nikijiona kama mwanaume. Mara nyingi nilijiamini kama mwanaume, hivyo sikuwa na mchumba. Ilikuwa ni ngumu sana. Hiyo ikanipelekea mimi kuwa single kwa muda mrefu. Zena, unawaza ujinga tu. Wewe jikoni ukajifunze kupika pilau, nilijiambia kimoyomoyo. Baada ya kuwaza na kuwazua, haraka nikainuka na kwenda kuchukua dela langu na kuwahi jikoni. Kumbe ndio unaanza. Nilizungumza baada ya kumkuta bosi Dula akichambua mchele. Unataka kunisaidia au? Hapana, nimekuja kujifunza mapishi mapya kutoka kwako. Si unajua tena, mchele mmoja mapishi mbalimbali. Niliamua kujitetea tu, maana hata akiniambia kupika nitampikia ushubwada bule alafu nizalilike. Unaonekana unapenda sana kupika. Sana yani, tangu utotoni nimekuwa mtu wa kupenda kupika. Wow, mdomo mrefu si ukaanza kuniponza. Yani naropoka utazani mchawi aliyelisishwa usembe. Basi mapishi yakaanza huku na huku. Sikuacha kumsaidia vikazi vidogo vidogo. Kwa siku ya kwanza niliweza kumsoma bosi Dula na kujua kuwa ni mtu ambaye sio muongeaji hata kidogo. Muda mwingi alikuwa bize na mapishi na simu aliishika pale tu alipomaliza. Hatimaye siku ya kwanza ilipita. Siku hiyo nililala usingizi mnono sana. Imagine unalala kwenye chumba cha full AC. Kitu ambacho kilinivutia kwenye nyumba hiyo ni wifi jamani. Yani hakuna kununua vocha. Zena. Ilikuwa sauti ya Dula kutoka sebuleni ikiitilia jina langu. Kwa wakati huo nilikuwa jikoni nikisafisha friji na ilikuwa ni majira ya asubuhi. Naam. Niliitika kwa sauti ya juu sana, kisha nikatoka nje kwa ajili ya kwenda kumsikiliza. Wewe ndio umeitika naam? Dula aliniuliza. Ndiyo. Nilijibu pasi na kuwa na wasiwasi wowote ule. Hizo ni tabia za kiume bana, na hazikupendezi. Biti mzuri kama wewe inakupasa kuitikia abe kama ambavyo jinsia yako inavyokuongoza. Anyway, mimi natoka, ila wifi yako atakuja mchana, hivyo ukipika usisahau kumhesabia. Sawa. Basi Dula akaondoka na kuniacha mimi nikimshangaa tu. Majira ya saa 7 mchana, mchumba wa Dula aliweza kufika akiwa na shoga yake. Kwa kweli kwa wakati huo sikuweza kujua mchumba ni upi kati yao, hivyo wote niliwapa attention sawa. Niliwatengea chakula lakini pia na vinywaji, kisha nikapakua chakula kwa ajili ya kumpelekea babu mlinzi. We binti wewe. Alita mmoja kati ya wasichana hao. Nikageuka nyuma nikamsikiliza. Iko chakula na minyama yote hiyo, unapeleka wapi? Nampelekea babu hapo getini. Naona sasa unataka kunenepea kwenye hii nyumba. Hapo ndipo nilijua kuwa Betina ndio mke mtarajiwa wa bosi Dula. Betina kwa mwendo wa madaha akasogea nilipo na kutoa nyama zote ambazo niliweka kwa ajili ya babu mlinzi. Haya, mpelekee. Nilibaki nikimshangaa tu. Moja kwa moja niliona kuwa huyu mwanamke ni mchoyo wa rai. Wow, nimewawekea chakula na minyama kibao, alafu mlinzi kamwekea nyama 4 tu, anaona kama anamaliza yani. Kwa upole na utulivu hali ya juu nikatoka nje. Moja kwa moja nikampelekea babu chakula. Kabla hajapokea nikajikuta nikizungumza. Mboga nilipika kidogo tu na sikuwa najua kama mwanamke wa bosi atakuja. Babu mlinzi aliniangalia kwa muda kisha akajibu. Usijali, mimi ni mtu mzima naelewa.
Nilibaki njia panda huku nisielewe ni kitu gani ambacho babu anamaanisha. Kwa kuwa ndani nilikuwa nimemaliza kazi zote, niliamua kukaa kizito na kuanza kupiga stori za hapa na pale na babu. Polepole nilianza kumzoea babu na alikuwa na maneno ya busara na utani wa hali ya juu. Nikiwa bize naendelea kupiga stori na babu mlinzi, ghafla Betina, mwanamke wa Boss Dula, akatoka nje na kuita jina langu kwa hasira sana. "We Zena." Nilishtuka sana na kwa sauti ya kupayuka nikaitikia, "Naam." "Unaitika naam, wewe ni mwanaume? Hebu njoo ndani haraka." Alizungumza Betina tena kwa kufoka, utazani anaongea na mtoto mdogo. Kwa namna moja au nyingine nilijikuta nikijisikia vibaya, nikabaki nikimshangaa babu ambaye alikuwa akiniangalia kwa macho ya huruma sana. Haraka nikamfuata, maana nilishaona kuwa Betina ni mwanamke mwenye kislani sana. "Yule babu unamtaka au?" Lilikuwa ni swali la kwanza kabisa ambalo Betina aliniuliza pale tu tulipofika sebreni. "Aku," nilijibu huku nikibenjua bega langu. "Ila huyu msichana jamani, yani Zena mimi nimtake mwanaume ambaye umri wake ni sawa na baba yangu, na unaweza kukuta kuwa amempita umri baba yangu. Yani umepeleka chakula ukamua kubaki huko huko. Unataka tumtume nani sisi?" "Sikiliza binti, hapa umekuja kwa ajili ya mume wangu tu, sawa? Hao mbwa wengine achana nao. Tena ni mwanzo na mwisho kumpa huyu mzee vyakula ambavyo sisi tunakula. Levo zake ni ugali tu." Nilikaa kimya nikiendelea kujionea vioja kutoka kwa Betina. Yani ndani ya masaa kadhaa niliweza kujua Betina ni mwanamke wa aina gani. Sikuwa na majibu ya kumpa, hivyo nilibaki kimya tu, nikajiumauma na kuchezea vidole vyangu. "Sasa tunahitaji NS na unaona humu ndani imeisha. Katutafutie kule kwenye supermarket ya barabarani." "Sipajui," nilijibu pasi na kujiuliza mara mbili. "Unasema?" Betina aliniuliza huku akinisogelea kana kwamba anataka kunichapa kibao hivi. "Sipajui, mimi ndo kwanza nimekuja jana. Sina mahala napajua, hivyo itakuwa ngumu mimi kwenda huko nikiwa mwenyewe tu." "Uwe, sijui Dula hawa vichana watoaga wapi. Yani wewe unanijibu mimi hivyo?" Kwa wakati huo rafiki ya Betina alishinda kuvumilia, hivyo akavunja ukimya na kuzungumza. "Betina, asije akapotea binti wa watu. Hata mimi nitaenda." Betina akageuka na kuniangalia kwa hasira sana, kisha akanifokea. "Potea hapa." Sikuwa na sababu ya kuendelea kusimama pale, hivyo kwa haraka nikarudi chumbani kwangu. Yani katika siku ambazo nilijiona mnyonge, basi ni hii. Yani Zena mimi wa kufokewa na mwanamke kama huyu. Majira ya saa 12 jioni, Boss Dula aliwasili nyumbani na alikuwa ni mtu mwenye furaha sana. Muda huo nilikuwa chumbani kwangu, hivyo niliinuka kitandani na kutoka nje kwa ajili ya kumpokea. Nilifika sebleni na kumkuta Boss Dula akiwa amekumbatiana na mpenzi wake na makisi kama yote. Nilijikuta nikitoa macho sana kama fundi saa aliyepoteza nati. Kwa upande wangu naweza kusema kuwa mambo hayo yalikuwa mageni sana. Ukianza kwangu nisikuwahi kabisa kufanya na sikuwa mpenzi wa movie, hivyo vitu vilikuwa vigeni mno. Yani mimi niambie tu jinsi ya kuwasha na kuziga ganja ndo nitakuelewa, lakini sio mapenzi. Lakini pia sijui shida au ni kitu gani, maana sikuwahi kupatwa na hisia za kunisukuma mimi kwa ajili ya kufanya mapenzi, hivyo nilikuwa nipo tu. Nilimsalimia bosi wangu na kisha nikamuuliza kama anakula kwa wakati huo. "Zena, pumzika tu, nitakula baadaye. Tena nitakula chakula alichopika mama watoto hapa." Alizungumza Boss Dula akiwa na tabasamu pana usoni mwake. "Oh baby no. Labda chakula nikuagizie nje. Kupika mimi hapana. Yani leo nimetoka kutengeneza hizi naili zangu, hivyo zitawahi kufubaa kama nitafanya kazi kama hizo." Alizungumza Betina tena kwa kulinga kabisa, na muda huo alikuwa bize akipapasa kifua cha Dula. Kwa macho yangu niliona ni kiasi gani Boss Dula amechukia. Sema ndio hivyo tu, aliweza kuficha asila yake kutokana na mgeni, lakini pia na uwepo wangu. Msikilizaji, siku ziliendelea kwenda huku maisha ya nyumba hiyo yalizidi kuwa magumu kwa upande wangu na babu mlinzi. Betina alijua kutunyoosha. Betina alikuwa akituchekea kwa mume wake akiwepo, lakini akiondoka tu tunakoma. Kwa upande wangu nilichoshwa na tabia za Betina. Kuna muda nilikuwa natamani hata kumpiga, lakini mwisho naona ni kujiingiza kwenye matatizo tu.
Baada ya kumvumilia sana Betina, nilichoka, niliamua na kutaka kuondoka. Nikiwa chumbani kwangu, nilichukua simu yangu na kumpigia shangazi Mama Manka. Shangazi, nataka kuacha kazi, nimechoka. Nilizungumza pale tu shangazi alipopokea simu. Mbwa mwenye matege wewe. Eti shangazi, ni ngongongo. Hiyo ndio salamu uliojifunza huko? Oh, samahani shangazi, shikamoo. Marahaba. Haya, ulikuwa unasemaje? Nataka kurudi nyumbani, sitaki kazi tena, nimechoka. Kabla ya shangazi hajajibu nilichomwambia, ghafla mlango wangu uligongwa. Haraka niliinuka kitandani na kwenda kufungua na nikakutana uso kwa uso na bosi Dura. Nilishtuka, mwisho nikaamua kujichekesha huku nikijiuliza kama amesikia maongezi yangu na shangazi au la. Naam bosi Dura. Nilizungumza kwa sauti ya kigugumizi kabisa iliyomfanya bosi Dura aniangalie usoni sana, mwisho akaniambia, "Mbona kama una wasiwasi?" Wasiwasi? Wa nini sasa? Na kwa nini niwe na wasiwasi? Nilijikuta nikimuuliza maswali bosi wangu badala ya kujibu swali lake. Anyway, kesho mimi nitasafiri. Mimi, wewe na wifi yako. Tunaenda nyumbani kwao mara moja. Hivyo ningeomba ujiandae. Wow. Ila wa watu sijui wananionaje. Sio familia yangu wala bosi wangu. Wao huwa wanapanga yao, hawanishirikishi. Wanakuja kukurupuka tu. Haya sasa, nina madera tu alafu wanataka wasafiri na mimi wanataka nikazalilike au? Mie siendi. Nilijibu pasi na kuogopa. Kwa nini? Mimi nitawasubiri tu. Hata hivyo nitabaki na babu mlinzi ili kuhakikisha kuwa kila kitu kinakuwa sawa. Niwe hata nampikia babu. Aaze na bana. Kuhusu usalama wa nyumba yangu hakuna mtu anayeweza kagusa. Kuna ulinzi wa hali ya juu. Na kuhusu babu, sijui chakula, sijui nini, tayari kuna mtu nimeongea naye, atakuwa kimhudumia. Lakini kuhusu wewe, lazima uongozane na mimi. Umeshakuwa mdogo wangu, hivyo lazima unisindikize ukweni. Mimi mdogo wako tangu lini wewe? Nilijibu kimoyomoyo huku nikisonya tu. Sawa. Niliamua tu kukubali, maana sikuwa na namna kwa wakati huo. Hatimaye siku ya safari ikawadia. Asubuhi na mapema nilijiandaa na kukaa sebleni nikiwasubiri mabosi zangu wamalize kujiandaa na safari ianze. Nikiwa nimekaa sebleni, sina ili wala lile, kaka Dura alishuka kwenye ngazi na kuja sebleni ambapo alinikuta nikiwa nimekaa na dela langu. Shikamoo. Nilimsalimia kwani ilikuwa ni asubuhi sana. Marahaba. Mbona hujajiandaa? Kwanza nilitoa macho na kumwangalia vizuri. Yaani mtu nimevaa dela langu jipya kabisa. Pembeni nina mkoba wangu wa ngozi ambao alinipa mama, alafu ananiambia kuwa sijajiandaa. Nilishangaa sana. Nilimwangalia Dura kwa muda kisha nikajibu, "Niko tayari mbona?" No way. Yaani unasafiri ukiwa umevaa dera? Hauna nguo nyingine? Kwa wakati huo, nguo nilizokuwa nazo ni madera tu. Sikuwa na nguo ya aina nyingine hata moja. Naweza msinielewe, lakini huo ndio ukweli wa mambo. Nilishindwa kujibu swali la bosi Dura, hivyo nilibaki nikiangalia tu chini kwa aibu. Muda huo Betina alishuka ngazi kwa madaa kabisa huku akimalizia kuvaa hereni zake. Baby, Dura alimuita Betina. Yes honey. Naomba umwangalizie Zena nguo yako yoyote ile nzuri ambayo unahisi itamtosha. Why? Betina aliuliza. Nahitaji tu asivae dera. Mpe tu nguo moja. Tukifika home nitamnunulia nguo zingine. Hata hivyo yuko sawa tu. Unajua nyumbani wanapenda mavazi kama hayo. Betina alianza kuleta vikwazo vya kutosha, lakini Dura aligoma kabisa kumwelewa. Hivyo pasi na kupenda akaenda kuniletea nguo. Ilikuwa ni gauni fulani hivi, nzuri na ndefu, lakini ilikuwa ni ya kushepu. Kwa mara ya kwanza Zena mimi nikivaa nguo za kike na za kisasa. Wow, unaonekana vizuri, alizungumza bosi Dura pasi na kujali uwepo wa mke wake. Kwa namna moja au nyingine nilijikuta nikijisikia haibu sana. Nilibaki nikitabasamu na kuangalia chini. Kitendo cha bosi wangu kunisifia kilimchukiza sana Betina, ambaye alishinda kuzuia machukio yake, mwisho akafoka. Tuondokeni bwana, tunachelewa. Basi kwa pamoja tukatoka nje na kwenda kupanda gari. Ila watu wenye maisha mazuri, yani hawana muda wa kupanda mabasi, yani ni magari yao tu.
Siku hiyo kulikuwa na dereva wa kutuendesha. Mimi nilikaa mbele na dereva na Dura alikaa nyuma na mpenzi wake. Betina alikuwa anajua kudeka bana. Mapenzi ya Betina na bosi yalinifanya nianze kutamani na mimi kuwa na mchumba. Katika maisha yangu sikuwahi kufikiria kuwa kuna siku nitahitaji kuwa na mchumba, lakini mapenzi ya hawa wawili yananishawishi sana. Muda mwingi nilimwangalia kupitia kioo cha pale mbele. Safari ilinoga bana. Dereva alikuwa vizuri sana. Dereva alihakikisha kuwa tunawahi kufika mapema. Aliovertake magari mengi sana. Kwa kweli nilikuwa nikiogopa sana. Muda wote nilikuwa naona kama anagongana na magari mengine. Mwanzo nilijikaza, lakini mwisho nilishindwa na kujikuta nikipiga ukunga wa kutosha. Mama! Ukunga wangu ulimshtua kila mtu, hata dereva ambaye alisogea pembeni na kupaki gari kwa haraka sana. Bosi Dura alikuwa wa kwanza kushuka kwenye gari na haraka akaja kunishusha na kuniuliza, "Uko sawa?" Badala ya kujibu swali lake, nilijikuta nikianguka kilio kama mtoto mdogo hivi. Bosi Dura alinishika vizuri kisha akachukua kichwa changu na kuweka kwenye kifua chake. Hakuishia hapo tu. Dura alinikumbatia kwa nguvu kabisa na kupiga mgongo wangu. Nililia kwa muda kisha nikatulia. Kwa wakati huo mapigo yangu ya moyo yalikuwa kasi sana. Nipe maji. Bosi Dura alimuomba maji mpenzi wake kisha akachukua na kuninywesha. Betina alizidi kuchukia, lakini ndo hivyo alishindwa kuzungumza. Baada ya mimi kuwa sawa, safari ikaanza upya, na safari hii mimi na Betina ndio tulikaa nyuma na bosi akakaa mbele na dereva wake. Nikiwa bize na shangaa nje, Betina alisogeza mkono wake na kunifinya kwa nguvu sana na kunifanya nishtuke. "Yara! Nini tena jamani?" Baby, bahati mbaya nimemkanyaga na kiatu," alijibu Betina kwa sauti ya kudeka kabisa. Niligeuka na kumwangalia kwa jicho la hasira sana. Muda huo nilikuwa na mtafakari tu na kuona kuwa huyu msichana ananizoea sasa. Safari haikuwa ndefu sana, kwani Dodoma na Dar sio mbali sana. Huku mjini tunalinga na kutamba sana, lakini ukija huku majumbani kwetu ni aibu tupu. Nyumbani kwa kina Betina, hata nyumbani kwetu kuna afadhali warai. Bosi Dura alibaki akipaangalia kwa makini sana. Kwa haraka ukimwangalia unaelewa kuwa hajategemea kukuta kitu kama hiko. "Karibuni jamani, karibuni sana," alizungumza mama mtu mzima na alikuwa amefanana sana na Betina. Hivyo moja kwa moja nilijua kuwa huyu ndio mama mzazi wa wifi Betina. Muda huo alikuja mtoto ambaye kimwili alikuwa kama na miaka 6 hivi. Mtoto huyo alikuwa wa kike. Moja kwa moja akamkumbatia Betina tena kwa kumuita mama. Hili pia lilimshangaza Bosi Dura na kwa jaziba akauliza, "Mama?" Hapo Betina haraka akamtoa mtoto yule mwilini mwake na kwa kupaniki akajibu, "Baby, huyu sio mtoto wangu, ni mtoto wa dada yangu." Ni mtoto wa dada yangu." Dura aliishia tu kumwangalia Betina kisha akajichekesha na sote tukaingia ndani. Muda wote huo Betina alitulia, alibaki akijichekesha tu. Utazani ni chizi ameona ndugu zake. Kwa wakati huo nilijikuta nikivutiwa na mtoto yule, hivyo nilimuita na kumpakata kwenye miguu yangu. Kwenye maisha yangu ya huko nyuma sikuwahi kuwa karibu na watoto hata kidogo, lakini kwa mara yangu ya kwanza nilijikuta nikivutiwa na huyu mtoto jamani. "Unaitwa nani?" Nilimuuliza mtoto huyo. "Salome." Basi polepole nilianza kumzoea mtoto huyo. Baada ya muda familia nzima ilikutana na utambulisho kufanyika. Ila watu wa mjini bana, yani Dura na Betina walienda kijijini kwa ajili ya utambulisho tu. Alafu hawakwenda na mtu mzima hata mmoja, yani ni vituko tu. Muda mchache ambao tulitumia kuwa katika nyumba hiyo, niliweza kujua kuwa familia nzima inamuogopa sana Betina yani. Anawaendesha tu. Majira ya usiku nilishindwa kulala kabisa. Sijui kwa nini, lakini nilikosa usingizi na kujikuta nikitoka nje ya nyumba. Nilipotoka tu nje, niliweza kusikia mzozo kati ya Betina na Dura. Hivyo kwa umbea wangu nikatega sikio na kutaka kusikiliza. "Betina, ni kama unanikwepa ujue. Nakumbuka uliniambia kwenu mmezaliwa watatu na wewe pekee ndio wa kike. Inakuwaje unaniambia kuwa huyu ni mtoto wa dada yako?" "Baby, mimi sijui una complain kitu gani. Ni mtoto wa dada yangu, sawa? Lakini sio dada yangu mzazi, ni dada yangu mtoto wa mama mkubwa yule, Mama Sala. Uliyemuona mchana."
Mama hawaui mtoto, alifariki siku ya kwanza tu mtoto alipozaliwa. Hivyo mimi ndio nimekuwa nikimlea. Ukuwahi kuniambia kitu kama hicho. Shida yangu ni kwa nini unaficha mambo ikiwa tumekubaliana kuwa siri yako ni ya kwangu na yangu ni yako. I'm sorry baby. Basi kwa utulivu wa hali ya juu, Dura alimshika Betina wake na kumkumbatia. Nafikiri huyu mtoto tunaondoka naye anastahili kupata malezi ya baba na mama. Betina alipata kigugumizi cha ghafla na kujikuta akishindwa kuzungumza, hivyo alibaki akijichekesha tu. Msikilizaji, hatimaye siku nyingine ilishika nafasi. Niliamka mapema na kwenda kufagia uwanja. Nikiwa naendelea kufagia, ghafla Betina akaja na kunipokonya ufagio kisha akanifokea. Usijifanye unajua kufanya kazi ili mume wangu akuone, sawa? Kaa kwa utulia binti. Nilibaki nikitoa macho tu. Imekuwa ghafla sana. Kwa upole nikaachia fagio na kuingia ndani. Mlangoni niliweza kupishana na mama Betina. Kwa kweli sikuweza hata kumsalimia kutokana na kuvurugwa. Kwa wakati huo nilikuwa nina hasira sana. Kabla sijafika mbali, niliweza kumsikia mama Betina akimuuliza mwanae, huyu mwenzio ana shida gani? Mwenzangu nani? Betina aliuliza. Si huyu ifi yako? Naona amenipita pasi na kunisalimia. Achana naye, hata hivyo sio mdogo wake, ni mfanyakazi wetu tu wa kazi za ndani. Sasa mbona anakuwa na kiburi sana na mkwe wangu? Mwanangu, kuwa makini na hao mabinti, sio wazuri kabisa. Usijali. Sasa kwanza tuanze na Salome mama. Imekuwaje nimemkuta Salome hapa? Si nilisema kuwa Salome nisimkute hapa? Mnataka Dula ajue kuwa nina mtoto alafu aniachike? Betina, unafikiri ningefanyaje? Baba yake amekataa kabisa kuondoka naye. Hapa kwenyewe nina wasiwasi sana. Majirani wasije wakapata muda wa kuongea na mke wangu, alafu wakaharibu mambo. Kesho tu nataka tuondoke. Nimekaa mguu nje mguu ndani. Fred akija ataharibu kila kitu. Kuna familia zinajua michezo michafu bana. Yaani mama na binti yao wanajua ni mchezo gani wanacheza. Wakiwa wanaendelea kuzungumza, ghafla alikuja mwanaume fulani hivi na alionekana kulewa sana. Mke wangu umerudi jamani, alizungumza mwanaume huyo tena kwa sauti ya kulewa kabisa. Mungu wangu, mama mtoe huyu, alizungumza Betina tena kwa sauti ya wasiwasi sana. Siku ya kufanyani miti yote utereza jamani. Kabla hawajafanya kitu, muda huo akaja Boss Dura. Betina alianza kutetemeka, utazani kulikuwa na baridi. Kwa upande wangu nilibaki nikitabasamu tu kwa kweli. Nilifurahi kile kilichokuwa kinamtokea Betina. Sio kwamba nilikuwa sipendi mahusiano yao, hapana. Yaani Betina ni msichana mwenye roho mbaya sana. Hivyo nilijikuta nikitokea kumchukia sana. Oh baby, umeamka? Nilikuwa nafagia hapa uwanja ili kuweka mazingira sawa. Betina alianza kujiongelesha huku akicheka kama chizi kaona ndugu zake. Huyu ndio sponsor wa familia? Aliuliza Fredi kwa rafuzi yake ya kirevi. Sponsor? Aliuliza Dura kwa sauti ya kushtuka sana. Yaani badala ya kuwa mumeo anaitwa sponsor. Oh baby, na huyu mtu, yani huyu ni ndugu yangu na ni mlevi wa kijiji. Imagine asubuhi amelewa chakari. Alizungumza Betina huku akijaribu kumtoa Dura katika eneo hilo. Bana. Mlevi hajawahi kusema uongo, ni vile tu huwa anaropoka maneno ambayo hajaambiwa kuyasema. Kabla Betina hajafanikisha zoezi la kumtoa Dura kwenye eneo hilo, Fredi akaropoka. Asante sana sponsor kwa kumrudisha mke wangu na kutusaidia sisi kama familia. Hapo sasa Dura aliona kabisa kuna mambo hayako sawa. Kwa utaratibu kabisa Dura alitoa mkono wake kwa Betina kisha akamsogelea Fredi na kumuuliza, mkeo ni nani? Kabla Fredi hajajibu swali, ghafla alipigwa na kitu kizito kichwani na kudondoka chini kama mzigo. Kwa wakati huo kila mtu alibaki akiwa amepigwa na bumbuazi. Yaani sijui Betina na mama yake wana mioyo ya aina gani. Yaani mama mzazi wa Betina ndo amechukua msukumio wa chapati na kumtwanga nao Fredi wa watu kichwani. Mama! Betina alishtuka sana na kumkimbilia Fredi.
Muda huo huo, Salome mtoto wa Bettina alitoka nje na kumwahi Fredi pale chini na alikuwa akiitiria baba, baba. Story kwa kifupi iko hivi. Bettina na Fredi ni mtu na mume wake, lakini pia ni wazazi halali kabisa wa Salome. Bosi Dula alichuchumaa chini na kumwangalia Fredi wa watu ambaye alianza kutokwa na damu nyingi sana puani. Fredi, baba Salome, amka mume wangu, Salome wako anakuhitaji. Bettina akijikuta tu akiropoka na kuanza kumuita Fredi mume. Kwa wakati huo bosi Dula alichojali ni hali ya Fredi tu. Kwa haraka utaratibu wa kumfikisha Fredi hospitali zikaanza. Hospitali alienda bosi Dula, dereva na Bettina ambaye alionekana kuwa na wasiwasi wa hali ya juu. Kwa upande wangu nilibaki nyumbani na nilikuwa nikiendelea na kazi za hapa na pale, kwani ilikuwa ni bado asubuhi, hata watu bado hawajanywa chai. Nikiwa bize na menyamenya ndizi, ghafla alikuja mama mzazi wa Bettina na kukaa pembeni yangu. Kisha kwa sauti ya kupaniki akaniuliza, kwa mkwe wangu, umeenda kutafuta kazi au kuharibu ndoa ya mwanangu? Kwanza nilimgeukia na kumwangalia vizuri. Muda huo akili yangu ilikuwa inaniambia kuwa nimpe jibu moja matata ambalo atokaa alisahau kabisa. Lakini pia moyo wangu ukaniambia koma binti utarogwa. Mama wa Bettina baada ya kuona kuwa nakaa kimya akaniuliza tena, swali langu umelisikia au hujalisikia au umekuwa bubu ghafla? Niliona kuwa kuendelea kukaa na mwanamama huyo ni kujitafutia kesi tu. Kwa wakati huo nilishapaniki na nilikuwa natamani hata kumtandika mabao mwanamke huyo. Hivyo kwa ajili ya kuepusha shari nikanyanyuka na kutaka kuondoka. Unaenda wapi wewe binti? Sasa endelea na ujeuri wako. Ukikanyaga tu iko kizingiti cha mlango wangu utanijua mimi ni nani. Kuna namna nilianza kuhisi uoga kabisa. Moyo wangu uliniambia kuwa huyu mama anajihusisha na mambo ya kishirikina. Lakini muda huo huo akili yangu ya uuni ikaamua kusimama dede na kujitetea, maana nimezidi unyonge. Mama, unanizoea? Nilimuuliza kwa sauti kavu sana huku nikiwa nimemtunishia kifua. Yaani mama huyu amenifanya nirudi na kuwa Zena yule wa zamani. We usiniongeleshe kama hivyo. Hasira zilizidi kushika akili yangu. Pasi na kufikiria nilinyanyua mkono wangu na kutaka kumtandika kibao mama Bettina. Kabla mkono wangu haujatua kwenye mwili wa mama Bettina, ghafla nilidakwa na kushindwa kumtandika kibao. Zaidi niligeuka ili kujua ni nani amedaka mkono wangu. Ile nageuka tu uso kwa uso na bosi jamani. Yaani bosi amenikuta nikiwa nataka kumchapa kibao mama mkwe yake. Si nitakosa kazi mjini jamani, naomba mnisaidie. Mama Bettina baada ya kuona kuwa mama mkwe wake amefika, akajitupa chini na kuanza kulia kwa sauti ya juu sana na kwa ghadhabu akaanza kugaragara tu. Kabebe begi lako na langu, tunaondoka. Alizungumza bosi Dula akiwa na sura kavu akionyesha kuwa na hasira sana. Sasa hivi nilimuuliza nikiwa na mshangao wa hali ya juu. Nimesema kapakie begi tunaondoka. Alifoka bosi Dula kisha yeye akatangulia kwenye gari. Mama Bettina alishtuka sana na kumfuata bosi Dula ambaye hakuwa akitaka maongezi hata kidogo. Mama Bettina alilia mno akiomba kuzungumza na Dula lakini ilikuwa ngumu sana. Kwa upande wangu sikuwa na chaguo zaidi ya kufata maagizo ambayo nilipatiwa na bosi wangu. Nilikusanya kila kitu chetu, nilihakikisha kuwa siachi kitu chochote kile. Tulipotoka nje, mama mzazi wa Bettina alinisogelea na kuanza kuniomba huku akilia sana. Binti yangu, ongea na bosi wako. Mwambie apunguze hasira, tuweze kuzungumza. Najua Bettina amekosea sana. Muda huo huo, Bettina alifika amechoka sana. Amechafuka hatari. Jasho zinamtiririka hatari. Kiufupi alichafuka bana. Hakukuwa na amani hata kidogo. Kwa upande wangu nilipakia mabegi kwenye gari na baada ya kila kitu safari ya kurudi Dar ikaanza. Hakuna safari iliyokuwa ngumu kama hii. Yaani ilikuwa ni safari kavu kavu. Hakuna kula, hakuna kunywa. Ukiachana na hivyo, sote tulikuwa mabubu, hakuna kuongeleshana.
Hatimaye tulifika nyumbani salama kabisa. Boss Dura hakuwa sawa, moja kwa moja akaenda chumbani kwake. Kwa upande wangu nikakimbilia jikoni ili kuangalia kama nitapata chochote kitu, maana sio kwa njaa ambayo naisikia. Nikiwa jikoni, Boss Dura alitoka chumbani kwake na kuondoka kabisa ndani ya nyumba. Alikuja kurudi majira ya saa 8 usiku, tena akiwa amerewa sana. Boss Dura alikuwa hata hajitambui na alirudishwa na rafiki zake. Rafiki zake pia walikuwa wamerewa, lakini Boss Dura alirewa zaidi. Walimleta na kumwacha sebleni. Mimi kama msaidizi wa nyumba hiyo niliamua kumshika bosi wangu ili kumsaidia kuingia chumbani kwake, lakini ilikuwa kazi nzito sana. "Wewe nani unanishika?" aliuliza Boss Dura kwa sauti yake ya kirevi. "Ni mimi, bosi wangu, jikaze twende ndani." Niseme kuwa nikishindwa, hivyo niliamua kumwacha tu sebleni pale pale. Nikiwa najiandaa kurudi chumbani kwangu, Boss Dura alinivuta kwa nguvu sana na pasi na kusubiri, akagusanisha mdomo wangu na wake, akaanza kunikisi. Muda huo ni kama mwili wangu ulipigwa na shoti hivi. Nilijikuta nikitulia, nilianza kupata hisia kali sana ambazo sikuwahi kuzipata hapo nyuma kabla. Kuna namna nilihisi mwili wangu unahitaji sana hiyo kitu. Nilitulia kwa muda, lakini msisimuko uliongezeka zaidi na kunifanya nianze kumsapoti Boss Dura kwenye jambo lake. Kwa muda huo, hisia za mwili ndo ziliendesha akili yangu. Sikuwaza wala sikufikiri zaidi. Niliendelea kuenjoy msisimuko mwanana ambao nilikuwa nikiupata. Boss Dura aliendelea kukisi na mimi, lakini pia alianza kuvuka na mipaka na kusababisha kunichanganya zaidi. Boss Dura akanishika huku na huku, akanishika sehemu zote ambazo kwangu zilikuwa na msisimuko mkubwa mno. Hivi kumbe ndio wanafaidi kiasi hiki? Nilijiuliza kimoyomoyo huku nikitabasamu. Hisia mbaya sana yani. Nimetulia kabisa na kumwacha bosi wangu acheze na mwili wangu kama ambavyo huwa anacheza game zake. Katika 1 na 2 nilijikuta nikikaa mtupu kabisa, na mimi nikaona nisiwe mzembe jamani. Ingawa sikuwa najua kitu, niliamua tu kujishughulisha na kupunguza uzito wa nguo kwa Boss Dura. Kuna namna nilifikia sasa na nilikuwa naona kama bosi anachelewa hivi. Nilitamani hata kujiwekea mwenyewe, ila ndio hivyo tena, niliona aibu. Baada ya michezo ya hapa na pale, bosi akaingia mjengoni. Mwanzo niliona kawaida, lakini kila muda ulipokuwa ukienda, ndo maumivu yalianza na kuongezeka polepole. Kwa wakati huo, Boss Dura alikuwa busy sana na shughuli yake. Hakuweza hata kusikia nikilia na kuomba aniache. "Boss please, naumia, niache." Nililalamika kwa sauti ya juu na yenye maumivu makali sana. Bosi akaendelea na shughuli yake tu. Nililia mno. Mpaka sasa nikajikuta nakosa sauti. Yaani ni kama sauti ilianza kukauka hivi. Baada ya muda, bosi alimaliza alichokuwa akitenda, hivyo akatoka mwilini mwangu. Kwa kweli nilijisikia vibaya sana. Maumivu na majuto vilinikumba na kunifanya nijione kama mimi ni msichana mpumbavu sana. Kwa upole niliinuka na kutaka kwenda chumbani kwangu, lakini Boss Dura aliniwahi na kunikumbatia kwa nguvu sana, na sote tukaangukia kwenye kochi. Boss Dura alinituliza pale na kunibembeleza kama mtoto. Sote tulipitiwa na usingizi pale pale sebreni. Msikilizaji, hatimaye ni siku nyingine tena. Ilikuwa ni asubuhi yenye hali ya hewa ya mawingu na manyunyu kidogo ya mvua. Ndani ya asubuhi hiyo, Zena mimi nilikuwa nimelala kwa utulivu kabisa, tena kwenye kifua cha bosi wangu, na alikuwa amenikumbatia vilivyo na tulikuwa watupu kabisa. Wa kwanza kuamka alikuwa ni Boss Dura, na kwa wakati huo pombe ziliisha kichwani, hivyo alikuwa ana akili zake timamu. Boss Dura alishtuka sana kuona kuwa amelala sebleni, lakini pia alishtuka zaidi baada ya kukuta akiwa amenikumbatia kwa nguvu. Tulikuwa kama tulivyozaliwa. Zena. Boss Dura aliniamsha kwa jazima sana huku akinitikisa. Nilitika huku nikisafisha macho yangu ili niweze kuona vizuri. Nilishtuka sana baada ya kuona hali ile. Kwa aibu na uoga nikawahi dela langu na kujistiri. "Umenifanyia nini?" Boss Dura aliniuliza.
Ila yani imagine mwanaume ndo ananiuliza mimi kuwa nimemfanya nini. Kumbukumbu za tendo zote zilianza kujirudia kichwani kwangu. Sikuweza kujibu zaidi, niliinuka na kutaka kuondoka, lakini Dula alinidaka mkono na kuniuliza, mimi na wewe tumefanya mapenzi? Sikuwahi kuhisi aibu kama hii jamani. Nilitoka mbio hizo moja kwa moja mpaka chumbani kwangu. Umefanya nini Zena? Nilijikuta nikianza kujilaumu kutokana na kujiachia na kuwa mwepesi kwa boss Dula. Kisa tu mwili wangu ulipata msisimko. Nikiwa naendelea kujilaumu na kulalamika kwa ajili ya kilichotokea, ghafla boss Dula akaingia chumbani kwangu tena pasi na kupiga hodi, kisha akaniuliza, ukuwahi kushiriki tendo kabla si ndio? Nilijikuta nikianza kupata wasiwasi. Nilibaki nikiwa nimejinamia chini tu. Baada ya kukaa kimya kwa muda, mwisho nilijiaminisha na kujibu, ni kosa tu la mara moja ambalo limetokea ukiwa hujitambui. Hata hivyo ulikuwa umelewa sana bosi wangu. I'm sorry Zena. Alizungumza bosi Dula kwa sauti ya upole sana, kisha sauti ya utulivu akajiambia, kaoge Zeni, nipo na kuandalia kifungua kinywa jikoni. Nilibaki nikimtorea macho tu na kutabasamu kama nimerukwa na akili. Bosi Dula alipotoka tu chumbani kwangu, haraka nikaingia bafuni na kwenda kuoga. Baada ya kumaliza kujiweka sawa, nilibaki kitandani kwangu nikiendelea kutafakari mambo ya aibu yaliyotokea kati yangu na bosi wangu. Kuna muda nilitamani hata nimpigie simu shangazi Mama Manka na kumwambia, lakini nilijikuta nafsi yangu ikinisuta sana na kusema kuwa ni mambo ya aibu sana. Nikiwa bize naendelea kutafakari, mlango wa chumbani kwangu uligongwa na haraka nikaitika kwa kusema, pita, mlango uko wazi. Nilishtuka sana kumuona Betina mbele yangu. Yaani Betina ndio mwanamke ambaye aligonga mlango wa chumba changu. Niliinuka chapu na kwa wasiwasi nikamkaribisha, karibu sana wifi. Betina hakujibu salamu yangu, bali alinirukia na kuanza kunipiga mabao ya watoto wa kike. Nilitamani kumwacha lakini nilishindwa, maana niliona kuwa Betina ananichukulia poa sana na ndio maana ananipanda kichwani. Niliamua kuwa Zena wa zamani na kupindua meza kwa Betina. Nilihakikisha kuwa anampiga mapigo yote ambayo kila akikumbuka anabaki akiyakwepa tu. Betina alivyoona kuwa nimemzidi nguvu, haraka akapiga kelele, na muda huo huo bosi Dula alikuja mbio akiwa na mavazi yake ya jikoni na mkononi akashika mwiko. Wewe! Alishtuka bosi Dula baada ya kumuona Betina. Betina kwa mahaba mazito na kudeka akamsogelea bosi Dula akamkumbatia, kisha akaanza kujieleza. Baby, huyu msichana wako amenipiga sana. Yaani amenivamia from nowhere. Ila kuna watu ni machizi bwana. Yaani yeye ndo amekuja chumbani kwangu, alafu anakaa kujitetea upuuzi uliokosa pointi za msingi. Bosi Dula alimtoa Betina mwilini mwake na kunisogelea mimi. Polepole akanyosha mkono wake mpaka kwenye shavu langu, kisha akaniuliza, Are you okay? Nikaitika kwa kutikisa kichwa kuwa niko sawa. Baada ya bosi Dula kuhakikisha kuwa niko sawa, alimgeukia demu wake wa mchongo na kumuuliza, umefikaje humu ndani? Baby, listen, huyu msichana ni muuaji kabisa. Kila kitu kinachotokea ni mipango yake. Baby, mimi simjui kabisa Freddy. Yaani hatujawahi kumuona. Freddy alitumwa na huyu hasidi kuja kuharibu uchumba wangu kwako. Alizungumza Betina utazani amepandwa na wazimu. Betina please, nimechoka mno. Na kwa kuwa uko hapa, naomba ingia chumbani. Kusanya kila kitu chako uondoke. Na maanisha kuwa sihitaji kukuona. Baby please, hata ukitaka kujua ukweli, Freddy ataongea. Freddy alitumwa na huyu Zena. Hivi Betina, unajisikia vizuri? Na kwa nini Zena afanya hivyo? Nakumbuka jana ulisema kuwa ni ndugu yako. Leo hii unasema kuwa humjui. Uoni kama unajichanganya binti? Wow, ndio imefika huku. Yaani Dula hataki hata kumsikiliza Betina. Betina aliendelea kusumbua na usumbufu wake ulimponza na akachezea bao moja matata kutoka kwa Dula. Kofi kapigwa Betina, lakini mimi ndio nimeshtuka. Yaani nimeshtuka kiasi cha kutaka kukimbia. Nilibaki nikimwangalia bosi Dula jinsi ambavyo alikuwa amekasirika. Wao, nilizidi kuogopa zaidi. Betina, nilikwambiaje wakati na kuacha pale hospitali?
Dula, mimi kukaa mbali na wewe siwezi. Nimeshindwa mimi. Nakupenda sana, please. Nakupenda mpenzi wangu. Funga mdomo wako kama bakuli ya uji vile. Betina, nilikupenda mno. Nilikupenda kiasi cha kwamba nilifumba macho matukio yako yote. Najua kama umetoka na rafiki zangu wote, lakini nikakaa kimya. Najua mpaka siku ambayo ulimfukuza baba yangu hapa, nikakaa kimya tu. Mpenzi, kaa kimya, tena kimya. Betina, wewe ni mke wa mtu. Tena na mimi, binti yako anakuhitaji sana. Ila nikwambie ukweli, Betina, una roho mbaya ambayo sijawahi kuona. Yaani matukio yako, shetani anakaa chini, anajifunza kutoka kwako. Betina alilia sana, lakini akufua dafu. Zaidi, Boss Dula alienda chumbani kwake na kukusanya kila kitu cha Betina na kutupia nje. Muda huo Betina alibaki amejinamia tu, akilia kwa uchungu wa hali ya juu. Kitu nachojiuliza, Betina kijijini kwao ametoka saa ngapi mpaka asubuhi yupo hapa? Boss Dula alikuja na kumshika Betina, kisha mkukumkuku akamtoa nje ya nyumba. Dura mpenzi wangu jamani, mimi nitaenda wapi na unajua sina pa kwenda. Rudi kijijini kwenu binti, dai na wenyewe, alijibu Boss Dula, kisha akafunga geti lake. Mimi nilibaki kuwa mpenzi mtazamaji tu. Babu mlinzi alibaki akicheka tu. Baada ya Dula kuingia ndani, babu mlinzi akaniuliza, kimetokea nini kwani? Mie sasa na umbe wangu niliojifunzia ukubwani, nikaanza kumsimulia. Nilimsimulia babu mlinzi kila kitu ambacho kilitokea Dodoma. Binti ana tabia za ovyo sana. Haya, akakutana na mpumbavu mwenzake huko nje, alijibu babu mlinzi akionyesha kufurahi sana. Muda huo huo Boss Dula akatoka nje na kunita kwa sauti ya kufoka, Zena njoo hapa. Wao, nikawaza na mimi ndio nafukuzwa au kitu gani? Mbona nafokewa kama hivyo jamani? Kwa mwendo wa polepole nilimsogelea Boss Dula huku nikiwa nimeweka mikono yangu nyuma. Nilikuwa nikiangalia chini tu, maana sikuwa na nguvu ya kumwangalia machoni mwake. Unaongea nini na babu? Nani mimi? Nilijikuta na mimi nikiuliza badala ya kujibu swali. Zena, ni stori gani unapiga na babu? Swali la Boss Dula ni kama lilikaa kiwivu tu. Walai nilishindwa kujibu na kubaki nikikuna kichwa tu. Utazani ninachawa kichwani. Hebu twende ukale na upumzike. Boss Dula alinishika mkono na kuanza kuniongoza kuingia ndani. Muda huo mapigo ya moyo wangu yalikuwa kasi sana. Mapigo ya moyo yaliendelea kasi kama nimetoka kukimbizwa vile. Nilifikishwa mpaka kwenye meza ya chakula, nikasogezewa kiti kabisa. Nilibaki nikimwangalia bosi usoni, huku siamini kuwa yeye ndo ananifanyia mambo kama hayo. Nakuja, alizungumza Boss Dula, kisha akaingia jikoni. Baada ya muda mfupi akarudi akiwa ambeba jagi la juisi. Kuna joto sana leo, hivyo tutakunywa juisi, alizungumza Boss Dula huku akinimiminia juisi. Kwa sauti ya upole na utulivu nikazungumza, sisi tutakula huku, vipi kuhusu babu? Da, unamjali sana babu mpaka napata wivu sasa. Boss Dula alijikuta akilopoka tu. Alijishtukia na kwa utulivu akasema, babu yupo kwenye mfungo. Nafikiri utampikia iftari jioni. Sawa. Tulianza kula pale na macho ya Boss Dula yote yalikuwa kwangu tu jamani. Kuniangalia kwake kuliongezea aibu, nilishindwa kula kwa amani. Msikilizaji, siku 2 zilipita huku nikiishi kwa amani sana na bosi wangu. Alinijali na kunionyesha kila aina ya upendo. Zena mimi nilifanywa shopping moja kabambe ya nguo na viatu, lakini pia kwa mara ya kwanza nikapelekwa saluni na kusuka marasta. Mimi kwa kuwa nilikuwa nikiishi kiume, sikuwahi kusuka hata siku moja. Hivyo hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kabisa. Ikiwa ni majira ya usiku, nikishindwa kulala kabisa, muda wote nilimwaza Boss Dula. Macho yake na tabasamu lake halikuacha kuzunguka kwenye akili yangu. Kuna muda nilijikuta nikijichekea tu mwenyewe. Da, kumbe mapenzi ndivyo yalivyo, mwacheni Betina arie tu. Baada ya kukosa usingizi, nilitoka chumbani kwangu na kwenda chumbani kwa bosi.
Nilifika mpaka kwenye mlango wa chumba chake, kisha nikasita kugonga na kujiambia, Zena, acha ujinga, huyu ni bosi wako. Sauti yangu ilinipa uvivu kabisa. Kwa mwendo wa polepole nikatoka na kurudi sebleni na kujitupia kwenye kochi, huku nikijiraumu kwa akili zangu fupi. Mwisho niliamua kuwasha TV na kuweka kimuvi cha Love Story ambacho niliamini kuwa kitanipunguzia mawazo ya kijinga. Movie ndio kwanza ikazidi kuharibu mambo. Nilijikuta nikitamani sana kuwa pamoja na Boss Dura. Kwa wakati huo nilisahau maumivu yote ambayo niliyapitia siku ya kwanza. Nikiwa naendelea kuangalia movie na kusisimka, Boss Dura alifika sebleni na kuniuliza, na wewe umekosa usingizi kama mimi? Niliguna, maana alinishtua sana. Sikusikia hata akiwa anashuka kwenye ngazi. Boss Dura alisogea na kuja kukaa pembeni yangu. Alikaa kwa kutulia sana na macho yake yote yalikuwa kwenye movie ile ambayo nilikuwa nikiangalia. Naweza kusema bosi alikuja wakati mbaya sana. Alikuja wakati ambao watu walikuja kufanya yao. Nilijikuta nikiona aibu kabisa na mapigo ya moyo yakaanza kwenda kasi zaidi. Pasi na uoga wala kuzungumza kitu, Boss Dura alinishika kiuno changu na kunivutia kwake kisha akanikisi. Kwa kuwa bosi alifanya kipindi ambacho nilikuwa nikihitaji sana, sikupoteza muda bali kumpa ushirikiano. Warai nyie, haya mambo yana raha yake. Nilijikuta nikipata msisimuko wa hali ya juu. Kuna muda sasa nikawa naongea lugha ambazo hata mimi sikuwa nikizielewa. Katika 1 na 2, hatimaye mimi na bosi wangu tukapinduka kwa mara ya pili. Mara ya kwanza ilikuwa ni bahati mbaya, lakini hii ya pili tulitaka wenyewe. Kama kawaida, baada ya kumaliza, ni aibu tu ndio inashika nafasi yake. Nilijikuta nikishindwa kabisa kumwangalia Boss Dura. Nikiwa naendelea kujishikashika kwa aibu, Boss Dura akaninyanyua na kwa mwendo wa kiume akapanda ngazi kuelekea ndani kwake. Tulipofika tu mlangoni, nilitaka kuzungumza kitu, lakini bosi akanizuia. Mimi ni nani nikatae jamani? Kamoyo sasa ndo kameanza kufanya kazi. Mie nifanyaje jamani? Tuliingia na moja kwa moja tukaingia mpaka bafuni na kwa mahaba mazito akaanza kuniogesha. Nyie, tomboy, hebu tokeni huko mliko. Kuna raha mnazikosa huku. Kuna muda nilikuwa naona mbona kama nilichelewa kuzijua hizi raha jamani. Bana, wazinzi ni wazinzi tu. Hatukuishia tu kuoga, bali tukipinduka tena huko bafuni. Hatimaye siku nyingine ikashika nafasi yake na niliamka nikiwa kwenye kitanda cha bosi wangu. Kwa kuwa mimi ndio nilikuwa wa kwanza kuamka, haraka nikatoka nje na kwenda kufanya shughuli zangu nyingine. Jamani, penzi langu na Boss Dura ndio lilianza kwa staili hiyo, na nisiwe mwongo, nilifurahi sana penzi langu la kwanza. Unajua kuna muda unaenjoy mpaka unataka kuisimulia dunia nzima. Mwanzo Boss Dura alisema tufanye kisiri, lakini alishindwa kabisa na kuanza kunikisi mbele ya babu tu pale tu nitakapoenda kumpokea mizigo pindi anapotoka kazini. Babu hakuacha kuwa mshauri mzuri sana kwa upande wangu. Ikiwa ni siku yangu ya kuzaliwa, nimekaa nyumbani sina hili wala lile, Boss Dura aliweza kurudi akiwa na zawadi kede. Na katika zawadi zote, zawadi ya simu ndo ilinikosha zaidi. Nilikuwa na simu kubwa, lakini haikuwa vizuri kama hii ambayo nimenunuliwa na baby. Tulifanya kasherehe ketu kadogo kabisa cha watu watatu, yani mimi, babu na Boss Dura. Tukiwa bize na kusherekea, ghafla akaingia Betina akiwa na shoga zake wawili na waliingia kishadi sana. Betina akiwa na hasira moja kwa moja akasogelea keki yangu na kuipiga teke. Nyie, macho yalinitoka kwa hasira nikamsogelea Betina. Umefurahi? Nilimuuliza kwa sauti yenye huruma sana. Mbwa mmoja wewe, unafikiri unaweza kunibia mwanaume wangu kirahisi? Zena, mimi siachiki kirahisi sawa? Mimi na mwanaume wangu tunapendana sana sawa? Wewe chezea na ukimaliza kwenda. Niliona sasa huyu mbwa ananizoea. Nilichofanya ni kumtwanga kichwa kimoja cha pua na kumfanya aanze kutoka na damu puani. Tukio hilo lilimshtua kila mtu, maana pigo hilo lilikaa kiume sana na sio kama mwanamke.
Boss Dula aliangalia sana kisha akanishika na kwenda kunifungia chumbani. Nilikuwa na hasira sana. Nilibaki nikipiga mlango ili niweze kufunguliwa. Nilishindwa kuelewa na kujua huko nje kilitokea nini. Baada ya risali moja kupita, Boss Dula akarudi chumbani na kuniuliza, "Uko sawa?" Nikaamua kudeka sasa. Niliangua kilio cha hali ya juu na kulalamika sana. "Kwa staili hii sitaweza kuendelea kuwa na wewe. Betina atanisumbua sana. Leo amekuja na kundi. Nashukuru Mungu upo. Siku ukiwa haupo, si wataniumiza mimi." Zena, nisikilize mpenzi wangu, sawa? Betina nilimpenda sana, lakini wewe nakupenda zaidi. Niseme kuwa nimepata kilichokuwa nikihitaji. Nakupenda mpaka nachanganyikiwa. Betina amejuaje kama mimi na wewe ni wapenzi? Nilimuuliza Boss Dula ambaye kwa sasa mimi na yeye tunalala pamoja na kuamka pamoja. Kwa sababu nilikuposti kwenye mitandao ya kijamii. Zena, penzi lako limenichanganya. Nikaamua tu kuweka wazi mbele ya ulimwengu mzima. Ila bwana, naomba nikubali kuwa mimi na mai wangu tunapenda ngono. Yaani sisi story kidogo tu tunahamia kwenye mipinduko. Ila mipinduko inanoga kwa watu ambao wanapendana tu. Nyie ambao mpo kwenye vita ya dunia, mtulie kwanza. Siku iliyofuata, shangazi Mama Manka alikuja nyumbani mapema sana. Sawa, shangazi aliwahi kuja, lakini hakuweza kumkuta Dula, kwani Dula alikuwa ameshatoka. "Karibu shangazi." Nilimkaribisha kwa furaha zote. Shangazi aliniangalia muonekano wangu mpya na kutabasamu kisha akazungumza, "Binti yangu we, chombo, mambo si ndio haya sasa? Yaani unawaka da. Dula anajua kutunza jamani. Miezi kadhaa tu utazani miaka 3, kilichobaki ni kumzaria tu." Maneno ya shangazi yalinishtua sana warai. Nilitoa macho na kumuuliza, "Yaani nimzarie bosi wangu? Bosi wako wakati mnakulana?" Alijibu shangazi na kujitupia kwenye kochi. Kuna namna niliona aibu sana warai. Shangazi yangu huwa angalii au upimaji wa maneno. Yeye huwa anazungumza kila ambacho kinakuja kwenye akili yake. Shangazi bana, hakuna kitu kama hicho." "Hakuna kitu gani?" "Sawa, sina simu ya kupangusa, lakini nimeona kwenye simu ya wadogo zako huko. Hapa nimekuja kujua lengo lenu ni nini. Sio kuchezeana na kuachana tu." Boss Dula hawezi kufanya hivyo. Nilijibu kwa nguvu zote. Yaani nilitokea kumwamini Dula kuliko kitu chochote. "We, kumbe hujui wanaume. Yaani mnapigwa tukio moja tu utatamani hata kujiua." "Shangazi, wanaume wanatofautiana na Dula ni aina nyingine kabisa ya wanaume. Ni mtu anayejielewa sana. Ana moyo safi na utu uliokamili. Anajipenda sana na hawezi kuumiza moyo wangu. Nyie najimaliza huku." Nilizungumza huku nikivuta picha yake kichwani mwangu. Shangazi aliniangalia kisha akaniambia, "Ushakuwa chizi mapenzi." "Amna bwana shangazi, lakini Dula ni mwanaume mtulivu sana. Sijawahi kuwa na mahusiano huko nyuma kabla, lakini naomba nimkingie kifua Boss Dula." Shangazi aliinuka kitini na kuanza kupiga vigeregere. Ghafla Boss Dula akaingia. Kwanza mimi na shangazi tulishtuka sana na kubaki tukimtolea macho Boss Dula. Shangazi akaniangalia akajichekesha na kusema, baba, nimewavamia leo bila taarifa." "Karibu sana shangazi, heshima yako." Basi, shangazi na Dula walisalimiana pale kisha Dula akanigeukia na kuniambia, "Nimesahau lunch yangu." Kwa mwendo wa utaratibu nikaingia zangu jikoni kwa ajili ya kumfuatia chakula chake, lakini pia Boss Dula aliamua kunifuata. "Nimerudi nipate hata kimoja, lakini naona itawezekana," alizungumza Dula huku akicheza na mwili wangu. "We baba wewe, kwanza mwisho leo, yani sikupi tena. Siku utakayo enjoy pale utapochukua tu maamuzi ya kwenda nyumbani kwetu." "Zena, unataka niende kwenye..." "Kama upo serious, hata leo tunaweza kwenda. Muhimu utamu wako nisiukose. Sasa hivi bila wewe sijiwezi mwenzio." Yaani Dula alikuwa anajua kujiachia. Hakuacha kunisifia na kunipa maneno matamu. Baada ya utani wa hapa na pale, nilipakia chakula chake na mwisho akaaga na kuondoka. Nilibaki na shangazi yangu tukiendelea kupiga umbea. Shangazi Halima akanifundisha jinsi ya kuishi vizuri na mwanaume wangu.
Siku ziliendelea kwenda na niliendelea kuwa mke bora wa Dula. Nilihakikisha kuwa nayadhibiti matamanio yangu ya wizi na kila kitu. Ilifika muda, nafsi yangu ilinisuta sana kutokana na tabia zangu za awali. Moyo wangu ulinisukuma sana ukanitaka nimwambie Dula kiukweli wote kuhusu mimi. Huku sasa ni majira ya usiku kama saa 4 hivi. Nikiwa nimetoka kuoga, nilibaki kwenye kioo nikijiangalia na kupaka mafuta kwa utaratibu sana. Dula aliniangalia kwa muda kisha akaniuliza, "Uko sawa kweli?" "Siko sawa." Nilijibu kisha nikamgeukia na kumwambia, "Kuna kitu nataka ujue kuhusu mimi. Sijui utapokeaje lakini nafikiria ukijua nitakuwa huru zaidi." "Nini tena? Mbona unanitisha mke wangu?" Sikutaka kuficha hata kitu kimoja, hivyo nilimsimulia Dula kila kitu. Nilimsimulia mapito yangu huku nikilia kwa uchungu sana. Zena mimi nilijikuta nikijutia maisha yangu mabaya ambayo niliaishi huko nyuma. Dula alinikumbatia kwa nguvu sana na kuhakikisha kuwa nakuwa sawa. Nililia kwa muda, mwisho nikatulia na bebi wangu akaniambia, "Haijalishi ulikuwa nani, haijalishi umepitia nini, haijalishi umefanya kipi na kipi. Muhimu kwangu ni kwamba wewe ni mwanamke bora sana na ni mwanamke wa ndoto zangu. Nakupenda leo hata milele. Zena, kila binadamu ana mapito yake na kila mtu ana historia yake. Nakupenda mke wangu." Basi bwana. Siku zilikimbia sana na hatimaye penzi langu na bosi Dula lilitimiza miezi 8. Nilinenepa vizuri sana. Achana na kunenepa sasa. Nilipendeza kuliko maelezo. Ni vile sikuwa na mtu tu wa kujiposti. Mimi ni mtu wa kuposti tu members. Dula aliongea na familia yake kuhusu mahusiano yetu. Nashukuru Mungu familia yake ilinipokea kwa moyo mmoja. Nilipokelewa vizuri mpaka naona raha jamani. Baada ya familia yao kuweka mambo sawa, Dula alijipanga na kwenda nyumbani kwetu. Hivyo mimi na shangazi Mama Manka tukawahi kwenda Arusha. Kwanza muonekano wangu mpya ulimshtua kila mtu pale mtaani. Hakuna mtu aliyeamini kuwa Zena mimi ni mrembo kupitiliza. Baba yangu hakuacha kuniangalia kwa kurudia. Baba yangu hakuacha kukumbuka jinsi ambavyo nilikuwa nikimsumbua na jinsi ambavyo alihangaika na mimi. "Ama hakika binti yangu umekuwa sasa. Na ukuu wa Mungu umeonekana mbele yako. Yaani siamini kama ni wewe na siamini kama unaenda kuniheshimisha." Alizungumza baba yangu kwa uchungu na furaha kubwa ndani yake. Familia ilijumuika na furaha ilikuwa ya kutosha. Maandalizi ya kupokea wakwe zangu yalikuwa ni hali ya juu. Ikiwa ni majira ya usiku, nilikaa chumbani kwangu nikijaribu kupiga simu ya mume wangu mtarajiwa, lakini haikuwa ikipatikana. Moyo wangu ulipatwa na wasiwasi wa hali ya juu. Kuna muda niliona kuwa ni kama Dula ameniterekeza tu. Moyo wangu uliogopa sana. Nilianza jinsi ya kupokea aibu nzito mbele yangu. Baada ya muda, niliweza kupokea video kutoka kwa namba ngeni. Video zilikuwa chafu na zilikuwa zikimuonyesha Dula akiwa na Betina wakifanya yao kwenye chumba ambacho nilikuwa nikilala mimi na Dula. "Shangazi." Nilimuita shangazi kwa sauti ya kupaniki sana. Baada ya muda mfupi shangazi akaja kunisikiliza. "Kila kitu kimeisha shangazi. Dula hawezi kuja. Na mimi pia sitaki kuolewa." "We mwanaharamu we, unasemaje? Yaani watu tunalewa kwa furaha alafu unaleta habari gani muda huu?" Kwa kuwa nilikuwa na hasira sana, pasi na kufikiria, nilichukua simu yangu na kumuonesha kila kitu shangazi. "Mtume!" Shangazi alipiga kelele huku akitupia mikono yake kichwani. Shangazi aliangalia video ile kwa kurudia kisha akaniambia, "Hii ni michezo mwanangu. Dula hayuko sawa. Ukiangalia vizuri ni kama amelewa sana au amepoteza fahamu." Shangazi alitumia muda wake na kuzungumza na mimi kidogo. Alinisaidia niliweza kutulia. Siku iliyofuata asubuhi na mapema niliweza kupokea simu kutoka kwa Dula akiniambia kuwa wako njiani. Nilifurahi sawa, lakini sio sana kutokana na video ambayo nilitumiwa. Muda uliendelea kwenda na majira ya saa 6 niliweza kupokea simu kutoka kwa Betina.
Hope hautafanya mistake na kuolewa mwanaume ambaye hana hisia na wewe. Zena, Dula hakupendi, alikuwa anakutumia tu. Unione jinsi ambavyo unaenjoy na penzi langu. Sikutaka kubishana naye, nilichofanya ni kukata simu yake na kumblock kabisa. Hatimaye familia ya baba Mjengo iliweza kuwasili nyumbani. Mapenzi ni mapenzi bana. Nilijikuta nikiwa sawa kabisa. Sikuwa na hasira hata kidogo, yani hata chembe. Taratibu zote zilifuatwa na mbele ya watu wote nikavikwa pete ya uchumba. Wauni wangu hawakuacha kuhudhuria kwenye sherehe yangu na kila kitu kilienda kama nilivyopangwa. Miezi 3 ilipita na hatimaye Zena mimi nikavaa shela. Rasmi nikawa na ujauzito wa mwezi mmoja. Walai katika kitu najivunia katika maisha yangu ni kuwa mke halali wa Dula. Sikuwa mtu wa mitandao, lakini siku hiyo niliposti na kuandika hivi: Bwana ni naye na ninatamba naye. Niko naye leo mpaka hata kesho na hata milele. Kazi kwako Kijuso. Kwa kuwa nilikuwa nikitaka taarifa imfikie Betina, nikaamua kumtagi kabisa. Miezi ilikimbia na hatimaye nikajifungua kitoto changu cha kiume. Nikiwa nyumbani kwangu mama Mjengo, niliweza kupokea ugeni wa Betina ambaye alikuja kwa niaba ya kuomba msamaha na kumaliza tofauti zetu. Kwa upande wangu nilikataa na kumwomba aje siku ambayo Dula atakuwepo nyumbani. Katika mabishano ya hapa na pale, Betina alifanikiwa kunipiga na kitako cha ua na kupeleka mimi kupoteza fahamu. Betina alichukua nafasi hiyo ya kumbeba mtoto wangu na kutaka kuondoka naye. Niseme kuwa Mungu alikuwa upande wangu, kwani kabla Betina hajaondoka, mume wangu alirudi nyumbani. Polisi walifika na kumbeba Betina. Kwa upande wangu sikuwa nimeumia sana, ni mshtuko tu. Hivyo nilipatiwa huduma ya kwanza na nikawa sawa. Miezi 6 ilipita. Ndoa yangu ilizidi kuwa tamu bwana, mpaka nikabeba mimba nyingine. Kwa upande wa Betina aliendelea kutumikia kesi yake ya utekaji wa watoto. Ndugu msikilizaji, na hapa ndio mwisho wa simulizi yetu fupi iitwayo Zena, na mtunzi akiwa ni Patricia Damasi, na hapa ni Simulizi Mix. Bye bye.